mwaka 2027, na tulipoeleza juu ya maamuzi hayo ya kamati kuu, tuliwaeleza vile vile kwamba kamati kuu ilipitisha azimio la kwamba kuundwe kamati ya kamati kuu ya kukwamua kuhusu masuala ya kukwamua, kuendeleza na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Kwa leo tumewaita kuwatangazia kamati hiyo ya kamati kuu kwa taifa letu. Kamati ya wajumbe 11 wafuatao: Dr. Rugemeleza Nshala ambaye ndio mwenyekiti wa kamati husika, Wakili Deogratias Mahinyila ambaye ni katibu wa kamati husika, Wakili Ari Ibrahim, Mama Susan Limo, Mama Ruthi Molel, Bi Pamela Masei, Wakili Gaston Garubindi, Zeudi Mvano, Boniface Jacobo, na vile vile pamoja na wajumbe hawa 9 kuna wajumbe wawili wengine washauri wa hii kamati, Wakili Mpale Mpoki na Wakili Jeremia Mtobesia. Hawa si wanachama wa Chadema, lakini ni mawakili washauri kama sehemu ya wajumbe wa hii kamati ya kamati kuu ambayo itaifanya hii kazi ambayo tumeieleza ya kushughulika na swala la mchakato wa katiba mpya. Kamati hii tumeikabidhi hadi rejea 4 zifuatazo: 1, kuandaa mkakati wa kukwamua mchakato wa katiba mpya; 2, kuandaa rasimu ya muswada wa sheria kwa niaba ya wananchi utakaoelekeza utaratibu wa kukwamua mchakato wa katiba mpya; 3, kuandaa mapendekezo juu ya muundo na chombo huru kitakachosimamia kura ya maoni ya katiba mpya; na 4, kuzingatia katika ratiba kuwa mapendekezo yote yawezeshe mchakato wa katiba mpya kuanza mapema sasa na katiba mpya kupatikana kwa vyovyote vile si zaidi ya mwaka 2027. Kwa kamati hii mara baada ya kuteuliwa kwake imekwisha anza kazi, na leo tunaitangaza kwa umma rasmi ili iendelee na kazi ambayo ilianza ndani, kwa sababu kamati hii pamoja na kuwa ni kamati ya kamati kuu ya Chadema, kwa kuwa katiba mpya ni swala la kitaifa, ni swala la nchi, kamati hii itafanya kazi vile vile ya kukutana na wadau mbalimbali muhimu katika nchi yetu. Itakutana na asasi za kiraia, itakutana na taasisi za dini, itakutana na taasisi za wasomi, itakutana na sekta ya habari, itakutana na sekta za kiuchumi, itakutana na walioko kwenye sekta ya siasa, itakutana na watu kwenye sekta za kijamii, itakutana na watu kwenye sekta za sayansi na teknolojia na sekta na wadau wote ambao kwa namna moja au nyingine ni wadau wakuu wa mchakato wa Tanzania kupata katiba mpya. Kamati hii tumeipa muda wa siku 90 au miezi mitatu kukamilisha kazi yake, lakini katika hizo siku 90, kwa sababu ya uharaka na udharura wa mchakato wa katiba mpya, kuna kazi ambayo tumewaambia kuwa ndani ya kipindi cha wiki 2, ndani ya kipindi cha siku 14 waweze kuwasilisha taarifa ya awali na mapendekezo ya awali ya matokeo ya mchakato walioanza nao kwa kamati kuu ya chama. Kwa kamati kuu ya chama ikipokea taarifa ya awali, kama kuna maelekezo ya ziada itayatoa kwa kamati, lakini wakati huo huo kamati itakuwa ikiendelea na mchakato wake
wa kutimiza majukumu ya hii kamati. Kwa ni rai yangu kwa Watanzania na wadau wote wa katiba kuweza kuipa ushirikiano kamati hii iweze kufanya kazi kwa wakati na kwa haraka na kuwasilisha mapendekezo kwa kamati kuu ya chama, na hatimaye kamati kuu ya chama ikisha fanya uamuzi, chama kitazungumza na Watanzania juu ya mwelekeo wa namna, kwa kuongozwa na hizi hadidu rejea 4, wa namna ya kuharakisha kufanyika kwa mchakato wa katiba mpya. Ni vyema ikaeleweka kwamba kazi ya kamati hii haizuii wala haiathiri kazi kubwa ambayo chama kwa ujumla wake kinafanya kupitia operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu, ambayo tunaendelea nayo awamu ya pili. Kesho tunaanza mikutano ya hadhara ya awamu ya pili na tutaendelea. Kwa wakati chama kikifanya kazi ya kuwaunganisha wananchi kupitia mikutano ya hadhara, kuunganisha nguvu ya umma kupitia mikutano ya hadhara, kuunganisha umma kupitia njia nyingine za mawasiliano ikiwemo mitandao ya kijamii, kuunganisha umma kwa njia mbalimbali ambazo viongozi wakuu wa chama na chama kwa ujumla wake kwenye mabaraza kanda inachukua kuhakikisha kwamba katiba mpya inaanza kwa haraka na inakamilika kwa wakati. Hii kamati itakwenda kufanya kazi ya kiufundi kwa kuongozwa na hizi hadidu rejea 4 nilizozungumza. Na nitumie fursa hii kwa sababu ya ukubwa na uzito wa jambo hili la katiba mpya ambalo ndio jambo kipaumbele katika taifa letu, kueleza tu kwamba tunasikitishwa sana na kwamba bajeti ya serikali kuu iliyowasilishwa bungeni, ambayo mjadala wake unaendelea hivi sasa, haina bajeti ya kipaumbele kikuu kwa maendeleo ya nchi Tanzania kupata katiba mpya itakayotengeneza mfumo mpya wa uongozi, mfumo mpya wa utawala, mfumo mpya wa uwajibikaji, mfumo mpya wa haki, mfumo mpya wa maendeleo ambao utachagiza maendeleo kwenye sekta zote za kiuchumi, za kijamii na sekta zote nchini, kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na utawala ambao mifumo yake inawezesha nchi kutumia vizuri rasilimali za nchi na kutumia vizuri nguvu kazi ya watu katika kuharakisha kasi ya maendeleo. Sasa hiki kipaumbele kikuu cha katiba mpya hakipo kabisa katika bajeti ya serikali iliyowasilishwa bungeni, hakipo kabisa katika mjadala unaoendelea katika bunge linaloendelea huko Dodoma, mjadala huo ambao kwa kutozingatia haya matakwa ya wananchi na chombo chenyewe ni mjadala uliokosa uhalali kabisa, ni mjadala batili kwa kukosa kuzingatia matakwa na maoni ya wananchi. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa mamlaka zote, serikali, kwa Samia Suluhu Hassan, tunatoa mwito kwa bunge, pamoja na kuwa hatukubaliani na lilivyochaguliwa, lilivyoingia kwenye utawala, kutoa majibu pande zote hizo mbili. Ni kwa nini bajeti ya katiba mpya sio sehemu ya bajeti iliyowasilishwa bungeni, na ni lini katika mkutano wa bunge unaoendelea, ni lini itaingizwa bajeti ya katiba mpya kwa ajili ya Tanzania kupata katiba mpya. Tunatambua kwamba mapungufu ya bajeti inayoendelea kujadiliwa bungeni ni mengi na makubwa sana, lakini nataka kusisitiza ile katiba mpya. Tunajua kwamba kilio kikuu cha wananchi ni kupanda kwa bei ya bidhaa, kupanda kwa ugumu wa maisha, baada ya kwanza nchi kuingia kwenye madhara yatokanayo na uchaguzi haramu wa mwaka 2025 na baadaye vita iliyotokea kati ya Irani na Marekani na madhara yake ya kwenye kupanda kwa mafuta kwenye soko la dunia. Tunajua kwamba wananchi wamebebeshwa mzigo mkubwa wa gharama za maisha na kupanda kwa bei ya bidhaa. Na sisi Chadema, kwa kutambua hiyo kero kuu ya wananchi ya ugumu wa maisha na kupanda kwa bei,
tulipendekeza mapema sana bei ya mafuta ilipoanza kupanda kwamba serikali ishushe tozo, serikali ishushe kodi na itoe ruzuku kwenye mafuta ili bei ya mafuta ishuke, gharama za maisha zisipande kwa wananchi. Tunajua kwamba katika bajeti hiyo iliyowasilishwa bungeni kama sehemu ya udhaifu mkuu sana wa bajeti na muswada wa sheria ya fedha uliowasilishwa bungeni, serikali haijashusha kodi wala tozo kwenye mafuta. Tunaitaka ifanye hivyo, lakini tunawakumbusha tu wananchi kwamba udhaifu huo wa kutoshughulikia mahitaji ya wananchi ni matokeo ya madhara ya kinachoitwa uchaguzi wa mwaka 2025, kutokuwa na serikali yenye kuwajibika kwa watu, madhara ya kutokuwa na bunge lenye nguvu, bunge lenye uhuru, baraza la mawaziri lililo bora. Madhara yote hayo ambayo yanapelekea matatizo kwa wananchi, iwe ni kwenye ugumu wa maisha, iwe ni matatizo mengine, chanzo chake ni matatizo ya katiba ya nchi yetu, iwe ni kwenye mifumo ya bunge, mifumo ya mahakama, mifumo ya uchaguzi huru na haki, mifumo ya haki, mifumo ya uwajibikaji. Katiba yake ni katiba mpya. Kwa sababu hiyo tunaendelea kusisitiza kwamba katiba mpya inapaswa iwe ndio wimbo kipaumbele wa taifa. Tunajua kuna matatizo makubwa ya kupanda kwa deni la taifa kwa sababu serikali imeshafanya dhambi kubwa iliyotokea mwaka 2025. Ipo misaada ambayo serikali imenyimwa, iko mikopo ya masharti nafuu ambayo serikali imewekewa vikwazo. Matokeo yake serikali imeongeza kasi ya kukopa, na hata kabla ya hapo serikali imeongeza kasi kubwa ya kukopa, hasa awamu ya 6. Kwa tunajua kwamba deni la taifa limekuwa kubwa sana. Sehemu kubwa ya hiyo bajeti inayoitwa maendeleo ya trilioni 62.3 bajeti ya serikali ni pesa za kwenda kulipa madeni ya mikopo ambayo serikali imekopa, na ni pesa vile za matumizi ya anasa. Ndani ya bajeti humo umeingiza trilioni 1 ambayo ni pesa nyingi kwa ajili tu ya safari za nje. Tunajua yote hayo na tumefanya uchambuzi wa bajeti, na katika hatua mbalimbali tunayozungumza, iwe ni kwenye mikutano ya hadhara, kwenye operation tunayoanza ya operation katiba mpya Free Tundu Lissu, iwe ni kwenye kuwaita wasemaji wetu mbalimbali kuzungumzia sekta mbalimbali, tunayajua yote haya, tumeyafanyia uchambuzi. Lakini tunataka kusisitiza kwa taifa, kipaumbele kikuu cha mjadala kinapaswa kiwe katiba mpya. Takumbuka ripoti ya Chande, tume ile ya kuchunguza kuhusu mauaji na vurugu zinazodaiwa vurugu zilizotokea Oktoba 29, pamoja na udhaifu wa ripoti ilisema katika chanzo kimojawapo kikuu ilisema ni madai ya wananchi ya katiba mpya. Chanzo kimojawapo kilisemwa ni madai ya wananchi ya kukosa uchaguzi, kukosa uwajibikaji wa viongozi. Yote hayo yalisema kwenye vyanzo, lakini baadaye ripoti ikaacha vyanzo ikashughulikia vichocheo, ikaanza kushughulika nayo. Sasa sitaki kuingia kwa leo kwenye mjadala, nataka kusisitiza hivi kwamba pamoja na udhaifu wa hiyo ripoti, kama ripoti iliona chanzo kikuu cha matatizo katika nchi yetu ni katiba mpya, ni kukosa uchaguzi huru na haki, ni kukosa uwajibikaji wa viongozi, tiba ya matatizo ya vyanzo hivyo ambapo ndio ingekuwa kushughulikia mzizi wa matatizo katika taifa, ni kwenda kushughulika na jambo la katiba mpya. Kwa hiyo tunataka mjadala wa kitaifa, iwe ni kwenye bunge ambalo lina mapungufu linaloendelea Dodoma, iwe ni mjadala wa umma. Mjadala ni katiba mpya kwanza, katiba mpya sasa. Na ndio maana kwa kutambua uzito wa jambo hilo la katiba mpya, tumeitangaza hii kamati na tumeipa muda mfupi wa kazi kuweza kukamilisha jambo hilo kwa wakati. Kwa hilo ndio ambalo tunaita kutangaza leo uteuzi wa kamati ya mchakato wa katiba mpya, na kutaka majibu kutoka kwa mamlaka zote zinazohusika. Ni kwa nini bajeti ya katiba mpya haipo sehemu ya bajeti, na ni lini katika mkutano wa bunge unaoendelea, ni lini
bajeti ya katiba mpya itaingizwa kama sehemu ya bajeti, sababu hiki ndio kipaumbele kikubwa. Kwa katika hatua sasa, nikaribishe kama kuna maswali tu. Kama kuna maswali, karibu. Naona mkono hapa wa kwanza. Sawa, mimi na maswali matatu. Ndio, karibu. Swali moja pamoja na kuwa na kufahamu, jitambulishe kwa manufaa ya watazamaji. Bakari, endelea. Jitambulishe. Mimi naitwa Tuzo, Tuzo, sorry, samahani, nifikiri Bakari. Mwananchi Tuzo. Yes, natoka Mwananchi. Ndio. Na maswali matatu. Swali langu moja linahusu kwenye hiyo hoja yako ya kwanza kuhusiana na hiyo kamati. Tunajua kwamba chama chenu kipo kwenye kipindi cha mpito kwa maana ya masuala ya financial. Sasa mnavyoliendea jambo kama hili, kuna swala la bajeti. Je, ni kwa namna gani mmejipanga kwenye swala la kifedha kuhusiana katika kuiwezesha hiyo kamati kutekeleza majukumu yake? Hilo swali langu la kwanza. Lakini swali langu la pili linatoka nje kidogo ya